risala yenyewe kwa jina kullu bid'atin dalalah للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. na موضوع hii ni muhimu sana kuifahamu mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria katika ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu wengi katika ahlul bid'ah, ikiwa mwanafunzi hata kuwa na silaha ya kuweza kupambana na shubuhat wanazozitoa watu wa bid'ah, ni sahali kwake yeye kukanganywa na kuchanganyikiwa na hoja tata wanazozitoa watu wa bid'ah. Na kwa kweli ukirudi ukafahamu vizuri utakuta kuwa hakuna hoja yoyote katika yale wanaoshikamana nayo watu wa bid'ah isipokuwa ni shubha tu, na wanaovioni huzijibu kwa njia ya kielimu nzuri kabisa. Ukipata majawabu ya hizi shubuhat wanazozitoa ahlul bid'ah, basi biidhnillah ta'ala safari yako itakuwa sahali katika kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujiepusha na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. akafungua na sehemu katika khutbatul haja, kisha akasema: inna min a'zami mabtuliyat bihi al-ummah al-islamiyyah tilka al-bid'ah allati intasharat al-yawm, wal-bid'ah amruha 'azim wa hiya barid al-kufr. miongoni mwa mitihani mikubwa ambayo leo umma wa Kiislamu wameonjwa na mtihani huo ni hizi bid'ah ambazo zimeenea leo. Kwa kweli miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea huu umma kubakia nyuma ni kwa sababu ya uzushi waliozua baadhi ya Waislamu, ikawapelekea wao kurudi nyuma sana na kuwa wadhalilifu sana katika huu ulimwengu. Bid'a, pamoja na kuwa watu waona ni jambo dogo, bali wengine wakasarih na kusema wazi, kwa nini twateta kwa mambo madogo madogo? Ni kwa sababu hawafahamu athari mbaya ya uzushi katika dini ya Allah na namna unavyoeneza chuki baina ya Waislamu. Bid'a ndio sababu zilizofanya au ndio sababu iliyofanya umma ukasambaratika, ikawa watu hawawezi kuwa kitu kimoja kwa sababu ya uzushi katika dini ya Allah. wa hiya baridul kufr. Barid ni kama posta. Ukienda posta itwa barid. Bid'a ni kama posta inayokupeleka kwenye ukafiri. Maana mtu akivama katika bid'a kaendelea kufanya uzushi katika dini, huenda ule uzushi ukampeleka mpaka akaingia kwenye kufuru wal iyadhu billah. Na hili
utalisadikisha ukiangalia mfano wa watu kama kina Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan kitu gani kilichompeleka kwenye kufuru isipokuwa ni bid'a zikampeleka paka kwenye kufuru? Ibn Arabi kitu gani kilichompeleka katika kufuru? utakuta ni bid'a tasawuf. Ibn Sab'in, Ibn Farid na wengineo katika khurafiyin na ahlul bid'a wa ghulatu sufiyya, hakuna kilichowapeleka katika zandaka wakawa mazindiq isipokuwa ni bid'a, mpaka wakawa wazungumza maneno machafu kabisa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka waweza kusema maneno yani ukashangaa maneno. Hata baadhi ya masufi ukiyasoma yale maneno wanaoyasema hawa mabwana wao, mbele yao waona haya, watamani wajizike kwa yale maneno machafu wanayozungumza. Yote haya asili yake ni bid'a, ikawapeleka katika kufuru wal billah. Ni kitu gani kilichowapelekea watu leo wakawa baadhi yao waabudu wafu maiti kama si bid'a? Kitu gani kilichowafanya Banu Israil kuabudu ndama walimtengeza kwa dhahabu isipokuwa ni bid'a walizua wakati huo? إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين لأنهم افتروا ولزوا katika dini ya Allah. Ni kitu gani kilichowapeleka manasara mpaka wakamwabudu Isa alayhi salatu wassalam isipokuwa ni bid'a? Bid'a ndio zilizowafanya wao kuzua katika dini ya Allah jambo ambalo hakuja nalo Isa alayhi salatu wassalam. Wengine wakazua bid'a ya kuwa yeye ni mtoto wa Mungu, wengine wakazua bid'a ya kuwa yeye ndiye mwenyewe haswa Mola wao ameshuka katika sura ya mwanadamu, wakamwabudu. Bid'a ndio zilizowapelekea watu wakawa na wazimu, ikiwa waamini kuwa Mungu wao aliuliwa katika msalaba, ule msalaba wa utukuza kwa sababu ya bid'a. Leo lau kama utaambiwa kuwa baba yako ameuawa na chombo hiki hapa cha kisu hiki ndio kilomuua babako, sawa, utafanya nini? Utakichukua pengine ukivunje ukituple mbali, sio? Sasa ukichukua ukianike kwenye shingo yako sema hiki kisu kizuri sana kinamuua babangu hiki, akili yako nzima. Sasa hawa wasema Mungu wao haswa ameuawa katika msalaba kisha auvaa ule msalaba kwenye shingo yake, akili yako mzima. Bid'a ndio ziliwafikisha hapo, uzushi katika dini. Na walipozua uzushi huu hakuna aliyewakataza, ndio maana wakaiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna hii. قال ابن عباس رضي الله عنهما, ابن عباس رضي الله عنهما سيما: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. mambo yanayochukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi haya ni uzushi. Na hizi nas hata ukawatajia makhurafi bado watasema bid'a si dhambi kubwa. Maneno yako wazi kabisa, inna abghadha al-umuri ila Allah al-bid'a. Ibn Abbas asema mambo yanayochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uzushi katika dini ya Allah. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. بدعة يپندeza zaidi kwa Iblis kuliko maasiya. Maasiya mtu hutubia akawacha yale maasi, akatubia akarudi kwa Allah kwa sababu ajua ni makosa. Ama bid'a mtu atubii kwa sababu aona kile anachokifanya chamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana hawachi.
ومن أهم أسباب انتشار البدع miongoni mwa sababu muhimu sana zilizopelekea kuenea kwa bid'a i'tiqadu al-kathirina fi anna hunaka bid'atan hasana, kuitakidi wengi katika watu kuwa kuna bid'a nzuri. Wenyewe husema bid'a ziko aina mbili, kuna bid'a mbaya na nzuri, na hii ndio ikawapelekea waangukie katika uzushi katika dini. وفي هذا البحث المختصر أبين فيه خطأ هذا الاعتقاد. الشيخ سيما na katika hii bahth utafiti ambao ni mfupi nitabainisha hapa kosa la itikadi kama hii mbovu. قال والقول من الأدلة الشرعية وأقوال السلف والعلماء ثم الرد على شبهات محسني البدع. na hapa atabainisha kosa linalopatikana katika kauli hii, خطأ هذا الاعتقاد والقول, kwa dalili za kisheria na maneno ya wale wema waliotangulia na wanaovioni, kisha atazirudi shubha za wale wanaopamba na kusema kuwa kuna bid'a nzuri, kusema hizi bid'a ni nzuri. jambo la kwanza, dhikru al-adillati wa aqwali ahli al-ilm ala anna al-bid'a kullaha sayyi'ah wala tujadu bid'atun hasana. mwanzo watataja dalili na maneno wanaovioni kuwa bid'a zote ni mbovu, wala hakuna kitu chaitwa bid'a hasana. Msiwasikilize hao wanaowadanganya kuwa kuna bid'a nzuri, hata wakiwa na ma-TV mazuri mazuri wametoa machaneli yao makhurafi yao, sababu siku hizi wana channel zao na nini, kisha ukatwa vile vipaje. Kuna bid'a nzuri? Hebu kidogo, kuna swali hapa lina utata, waeleze waislamu wao. Wajua muongo ndio yuanza kudanganya, eti kwa sababu iko kwenye TV ama redio ndio yuanza kukudanganya, akupoteza huyo. Yudhilluka an sabilillah, hao ukiwatii watakupoteza katika njia ya Allah. Hebu yupi ambaye asema kweli? Huyo anayekwambia fuata yale aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, basi tosheka nayo. Na mwingine akwambia kuna vitu waweza kutunga katika ibada ukafanya ambavyo mtume sallallahu alikuwa havijui, wao ndio wavijua, vitakupeleka wewe peponi. Babangu wewe enda njia sio. Kisha la ajabu na ajabu haishi, eti mtu kama huyo amnyoshee kidole mtu wa sunna amwambie wewe umpotea. Sasa tumpotea vipi wewe? taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. uko wapi na maneno ya mtume sallam, nimewaachia vitu viwili mkishikamana navyo hamtapotea nyinyi baada yangu, kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi mpoteza sasa? Hao mawahabi wao maneno mingi sana, lakini huyo unayemuita wahabi wewe amfuata mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa na namna masahaba walivyokuwa. Iweje awe yeye atakuwa amepotea uwe umeongoka wewe? قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, kwa dini tayari imekamilika. Amini usiamini wako katika watu wa bid'a wasema hii aya haimaanishi dini ikamilika. Wallahi wa billahi wa tallahi, mimi mmemsikia mmoja khurafi azungumza sema dini haijakamilika, kisha iwatoa shubha sema kwani hii aya iliposhuka ndio kutokea hukumu nyingine mbele? Maana yake nini?
maana yake ni kuwa hapa Allah amekosea wal billah kutuambia sisi kuwa dini yetu imekamilika. Hakuna chochote kingine kilichokuja baada ya hii aya kushuka kuwa kuna hukumu mpya imekuja. Ilikuwa dini tayari ishafanya nini? Ishakamilika. Lakini wasema waziwazi hawaelewi wale, kwani hii aya iliposhuka ndio basi hapo hapo mtume ankufa? Ana shubha kama yazungumza. Dini ishakamilika. Ilikuwa dini ishakamilika iliposhuka hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nini maana yake aya? Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa Uislamu ulikuwa ushakamilika, na Uislamu ambao Allah ameturidhia sisi ni ule ambayo ikishuka hii aya anao Mtume sallam na masahaba wake. Huo ndio Uislamu ambao Allah ameuteremshia hii aya. Sasa Uislamu wako ukiwa kama huu ambao imeteremka hii aya akiwa nao Mtume sallam na masahaba, huu ndio aliyeuridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu mwingine usiokuwa huu utakuwa una mapungufu. Uislamu uliokamilika ni huu aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaa hufanya i'tiraf mpaka katika aya za Qur'ani yao, na sana ili jambo wanalo khurafiyin, kuwa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Hawatosheki wao wakati Allah sema, je, hawatosheki hao kuwa tumekuteremsha wewe kitabu wasomewa? Wasema tutosheki sisi, tutakuongeza yetu.